Shalom mwana wa Mungu, ni kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninaitwa Mwalimu Lokaji Molel na nikukaribishe kwenye darasa letu la neno la Bwana, na tutajifunza somo lenye kichwa kinachosema uchumi wa hekima. Uchumi wa hekima, na mstari wetu wa msingi kwenye Biblia ni kitabu cha Ayubu, ile sura ya 28 na mstari wa 22. Ayubu 28 na ule mstari wa 22. Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Na tuombe. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako tuko tayari sasa, useme nasi kwa neno lako. Tufundishe waziwazi sasa, kwa sababu tuko tayari kufundishika na tuko tayari kukuelewa. E Bwana, fungua akili zetu tukapate kuelewa na maandiko yako, ili neno lako likapate kutuponya na kututoa katika maangamizi yote. Nami mtumishi wako nijalie kusimama na kunena sawasawa na vile upendavyo, katika hekima yote, maarifa, ufahamu wote utokao kwako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa katika Kristo Yesu, nikukaribishe. Tuna kichwa kinachosema uchumi wa hekima. Uchumi wa hekima. Uchumi wa hekima. Na ni somo ambalo Mungu amenipa na ameliweka moyoni mwangu, ili niweze kulileta kwako sawasawa na vile ambavyo Mungu amekusudia nililete kwako. Na tunapozungumza kwa habari ya uchumi wa hekima, maana yake ni uchumi unaohusu namna hekima ya Mungu. Uchumi wa hekima unahusu namna hekima ya Mungu inavyotafutwa, kuthaminiwa, kusambazwa na kutumika katika maisha ya mwanadamu. Tunaposema uchumi wa hekima, maana yake ni uchumi unaohusu namna hekima ya Mungu inavyotafutwa, kuthaminiwa, kusambazwa na kutumika katika maisha ya mwanadamu. Na tumesoma kile kitabu cha Ayubu sura ya 28, na katika sura hii ya Ayubu 28, Ayubu anaonyesha kuwa hekima si mali ya dunia inayoweza kununuliwa. Hekima si mali ya dunia inayoweza kununuliwa, bali hekima ni hazina ya Mungu. Hekima ni hazina ya Mungu. Ayubu anatuonyesha ya kwamba hekima ya Mungu haiwezi kununuliwa, kwa sababu hekima ya Mungu ni hazina ya Mungu na haiwezi kununuliwa. Ni hazina ya Mungu na haiwezi kununuliwa. Na katika somo hili Mungu ananipa nafasi ya kukuwekea mbele yako na kukuonyesha kabisa juu ya imani, ufunuo na kusudi la Mungu, kulinganisha na uhalisia wa maisha ya mwanadamu, na kuwekea imani, ufunuo na kusudi la Mungu tukilinganisha na uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika nyanja za manunuzi, rasilimali na matokeo ya vitendo. Mungu ananipa nafasi ya kuweka mbele yako kuhusu habari za imani, ufunuo na kusudi la Mungu, kwa kulinganisha na maisha ya halisia, maisha halisi ya mwanadamu, ikihusisha manunuzi, rasilimali na matokeo ya vitendo. Maamuzi, rasilimali na matokeo
ya vitendo. Na kwa muktadha wa kibibilia, hekima si tu maarifa. Hekima si tu maarifa ya kiakili, bali ni uwezo wa kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, huku ukisimamia vizuri kile ulichopewa. Kibibilia, tunapozungumza kwa habari ya hekima, si tu maarifa ya kiakili. Hekima si tu maarifa ya kiakili, bali ni uwezo wa kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, huku ukisimamia vizuri kile Mungu alichokupa, alichokupa. Na hekima ina mizizi yake kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha hekima yote. Ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo uchumi wa hekima huanza na uhusiano sahihi na Mungu. Na hii ina maana ya kwamba usimamizi wa mali, muda na vipawa haviwezi kutenganishwa na maadili ya kiroho. Usimamizi wa mali, muda pamoja na vipawa haviwezi kutenganishwa na maadili ya kiroho. Mfano mzuri ni Mfalme Sulemani, ambaye aliomba hekima kwa Mungu. Hakuomba utajiri. Alipopewa tu ufalme, yeye aliomba hekima kwa Mungu. Hakuomba utajiri, aliomba hekima, na matokeo yake akapewa vyote viwili. Mungu akampa hekima, akampa na utajiri. Maana yake hii inaonyesha kwamba hekima ya kiungu huleta ustawi wa kweli unaozidi mali za kawaida. Hekima ya Mungu huleta ustawi wa kweli ambao unazidi mali za kawaida. Na tunapozungumza kwa habari ya uchumi wa hekima, maana yake ni unahusu namna mwanadamu anavyotumia rasilimali kwa busara. Tunapozungumza uchumi wa hekima, ni vile unavyotumia rasilimali ulizopewa na Mungu kwa busara ili kufikia matokeo yenye tija. Tunapozungumza kwa habari ya uchumi wa hekima, maana yake ni namna mwanadamu, wewe unavyotumia rasilimali ulizopewa na Mungu, ili kukuletea matokeo yenye tija, matokeo yenye tija kabisa, matokeo yenye tija. Na katika Injili ya Mathayo tunakuta mfano wa talanta. Zile talanta maana yake inaelezea watumishi waliokabidhiwa mali na bwana wao, waliokabidhiwa talanta na bwana wao, na wale waliotumia kwa hekima waliongezeka. Wale waliotumia kwa hekima waliongezewa kile walichopewa. Lakini yule aliyefichwa talanta yake, hata ile aliyokuwa amepewa, alinyang'anywa, akapewa yule mwenye nyingi, aliyezalisha zaidi. Kwa sababu huu ni mfano halisi unaoonyesha kwamba hekima inahusisha ujasiri wa kuchukua hatua. Uwajibikaji na utayari wa kubeba hatari kwa uangamifu. Maana yake hekima inahusisha ujasiri wa kuchukua hatua. Maana yake huyu aliyepewa talanta 5 alikuwa na ujasiri wa kuchukua hatua. Kilichomsaidia kuchukua hatua nini? Alikuwa na hekima iliyompa ujasiri wa kuchukua hatua pasipo kuogopa hatari yoyote ambayo inaweza kutokea. Lakini huyu aliyepewa moja akaficha, hakuwa na hekima. Hekima haikumpa kuthubutu, hakuwa na hekima ya kumsaidia kuthubutu, hakuwa na hekima ya kumsaidia kuchukua hatua. Maana yake alipokosa hekima, aliogopa ya kwamba hata ile moja atapoteza. Lakini angekuwa na hekima ingempa ujasiri wa kuchukua hatua na kubeba hatari kwa uangalifu hata
yatakapotokea mbele. Na tunapozungumza pia kwa habari ya uchumi wa hekima au hekima ya uchumi, tunagusa pia maamuzi ya kila siku, maamuzi ya kila siku unayoyafanya yanayohusu rasilimali, muda na vile ambavyo Mungu amekupa. Katika kitabu cha Mwanzo kabisa, ukianzia sura ya 37 kwenda, utakuta simulizi ya ndugu anaitwa Yusufu, ambaye inaonyesha namna alivyotumia hekima ya kiungu kusimamia rasilimali za Misri katika ile miaka 7 ya shibe, ile miaka 7 ya chakula. Hekima ya Mungu ndio ilimpa kusimamia, kukusanya rasilimali, na hata pia hekima ya Mungu ikamwongoza katika kutumia zile rasilimali za Misri katika ile miaka 7 ya njaa. Alikuwa na hekima katika ile miaka 7 ya njaa, kiasi kwamba makusanyo ya chakula alichokusanya katika miaka 7 ile ya shibe, akahakikisha ya kwamba hii miaka 7 ya njaa, hii chakula kitatumika kwa hekima, kitatumika kwa utaratibu, ili kiweze kufika muda uliokusudiwa, Kwa hiyo alikusanya chakula wakati wa wingi na kukihifadhi kwa ajili ya wakati wa uhaba. Na hii ni kanuni muhimu ya kiuhalisia wa maisha ya kawaida, kwamba kupanga kwa ajili ya siku zijazo na kutumia rasilimali kwa uangalifu. Kwa hiyo ni muhimu, hekima inakupa kupanga kwa ajili ya siku zijazo na kutumia rasilimali ulizonazo kwa uangalifu, kwa sababu kuna wakati ujao ambao hautujui ukoje. Kwa hiyo unachokipata leo, hekima ya Mungu itakupa kupanga kwa ajili ya matumizi yajayo na kutumia pia rasilimali ambazo unazipata leo pasipo kujua kesho utakuwa na hali gani. Na uchumi wa hekima ni muunganiko wa imani na vitendo. Uchumi wa hekima ni muunganiko wa imani na vitendo. Na tunapozungumza kwa habari ya uchumi wa hekima, tunaweka msisitizo kwamba baraka za Mungu zinahitaji usimamizi mzuri wa kibinadamu. Pamoja na kwamba Mungu anatubariki, lakini usipokuwa na hekima, hizo baraka za Mungu ambazo anakupa zinahitaji usimamizi wa hekima. Unahitaji usimamizi wa hekima. Kila baraka ambayo Mungu anatupa inahitaji usimamizi wa hekima kabisa wa kibinadamu. Bila hekima, rasilimali zinaweza kupotea. Bila hekima, rasilimali zinaweza kutupotea. Bila hekima, baraka Mungu anayokubariki inaweza ikapotea, inaweza isikusaidie. Kwa hiyo kwa hekima, hata kile kidogo ambacho Mungu anakupa kinaweza kuongezeka na kuwa kikubwa. Kwa hekima, hata kile kidogo ambacho unakipata, ambacho unapewa, kinaweza kikaongezeka na kikawa kikubwa kabisa. Kwa hiyo Biblia inatufundisha wazi kwamba mafanikio ya kweli ni matokeo si matokeo ya juhudi peke yake, lakini ni matokeo ya juhudi zilizoongozwa na hekima ya Mungu. Na kwamba hivi, Biblia inatufundisha kwamba mafanikio ya kweli si matokeo ya juhudi tu unazozifanya, si matokeo ya kazi unazofanya, si matokeo ya biashara unayofanya, lakini mafanikio ya kweli ni matokeo ya juhudi zilizoongozwa na hekima ya Mungu. Matokeo ni matokeo ya juhudi zilizoongozwa na hekima ya Mungu. Nataka nimalizie kwa kipengele hiki cha utangulizi kwa kuambia kwamba uchumi wa hekima ni mfumo wa maisha. Uchumi wa hekima ni mfumo wa maisha unaohusisha kumtegemea Mungu. Uchumi wa hekima ni mfumo wa maisha unaohusisha kumtegemea Mungu kama chanzo cha mwongozo, huku ukichukua hatua za busara katika ulimwengu halisi. Naomba nirudie hapo ya kwamba uchumi wa hekima ni mfumo wa maisha unaohusisha kumtegemea Mungu kama chanzo cha mwongozo, huku ukichukua hatua za busara katika ulimwengu halisi. Na uchumi wa hekima ni daraja linalounganisha mbinguni na duniani. Uchumi wa hekima ni daraja linalounganisha mbinguni na duniani, imani na matendo, na hivyo kukuwezesha wewe mwanadamu kuishi maisha yenye uwiano
mafanikio na kusudi. Ni daraja. Uchumi wa hekima ni daraja linalounganisha mbinguni na duniani, imani na matendo, na hivyo kukuwezesha kuishi maisha yenye uwiano, mafanikio na kusudi. Uchumi wa hekima. Mungu akubariki sana, na nikualike tena katika kipindi kinachofuata. Mungu akubariki na ukawe na wakati mwema. Amen.